Ya, kwa majina naitwa Boniface Zakaria, ni rafiki yake na ndugu Emmaus Kajula ambaye kwa sasa ni marehemu. Ni kweli majira ya saa 5 alikutwa bafuni nyumbani anakokaa akiwa amejinyonga. Chanzo hakijajulikana kwa sababu asubuhi tumeamka, tulikuwa sawa kabisa, tumezungumza, tukanywa chai, mimi nikajiandaa kidogo kwa ajili ya majukumu mengine. Tukaagana, nikamwacha akisubiria maji yajae kwenye ndoo kwa ajili ya kwenda kuoga. Nimefika kwenye majukumu yangu dakika chache sana, almost saa 5 kama na dakika 10 mpaka 15. Nikapokea simu kutoka kwa jirani mwingine. Jirani aliniuliza kuhusu Emmaus, nikamwambia nimemwacha nyumbani. Akaniambia amepokea taarifa kwamba amejinyonga. Nikakata simu kwa sababu sikutarajia taarifa kama hiyo, ikabidi nimpigie kijana mwingine ambaye ni mdogo wake ambaye nilikuwa nimemwacha nyumbani asubuhi. Nikampigia simu akaniambia ndio amedhibitisha imetokea. Amefahamu vipi? Ni kwa sababu yupo jirani mwingine ambaye alihitaji kutumia hiyo bafu, lakini wakati anaingia akakuta kuna mwili unaning'inia. So akarudi akaja kumfahamisha mdogo wake, ndo akarudi akamfahamisha jirani. Sasa yule jirani akanipigia simu, na muda huo dogo baada ya kuwa ameambiwa aliingia bafuni lakini bila kujua kama ni kaka yake ndo amefariki, akakuta mwili unaning'inia, akaita watu wengine kuja kusaidia. So alivyorudi akakuta ni ndugu yake Emmaus Kajula, basi ndo akanipigia simu. Na wakati huo kwa sababu nishapokea simu nyingine kutoka kwa jirani, nilijaribu kumwambia kama kuna uwezekano wa kumsaidia mimi nitoke nilipo na usafiri wa haraka kwa ajili ya kumfikisha hospitalini, lakini alinijulisha kwamba tayari ameshafariki. So niliondoka nilipokuwa, nikafika mpaka nyumbani na nimedhibitisha kwamba ni kweli alikuwa ameshafariki. Amejinyonga kwa kamba ya mtandio. Na polisi walifika wakafuata taratibu zote za kutoa mwili, na tumefika Mwananyamala, tumekabidhisha mochari. Wakati familia inaendelea na taratibu zingine, nadhani mwili utaagwa Jumanne na utasafirishwa moja kwa moja kwenda nyumbani mkoani Bukoba. Lakini msiba kwa sasa uko maeneo ya Salasala Kinzuda, ambapo ni kwa dada yake. Hajawahi kuniambia chochote kwa sababu mara nyingi tunazungumza, jambo lote tunaweka sawa. So kwa hili hakuwa amenijulisha, na hata baada ya kupokea taarifa kwa marafiki ambao tupo karibu muda wote, niliwacheki wote kama kuna jambo lote ambalo wameambiwa na rafiki yetu Emmaus. Wote walikiri kwamba hawajapokea taarifa yoyote au jambo lote ambalo limekuwa likimtataniza kwa siku za hivi karibuni. So marafiki zote watatu niliwazungumza nao, wakaniambia hawajasikia hiyo taarifa au hawajapata kusikia chochote kutoka kwake ambacho kimemsumbua siku za hivi karibuni. Okay, actually wakati naamka mimi nilikuta tayari keshaamka. So mimi nilijiandaa. Baada hapo tukawa tumeandaa chai. Wakati tupo kwenye hatua za mwisho za maandalizi ya chai, na akawa ametokea, sababu nilikuwa na mdogo wake, na akawa ametokea. Wakati ametokea tumepata chai, nikamtania kwamba sehemu napoenda ni kwenye kikao kidogo da. Sasa kinahitaji nivae official zaidi, akanitania akasema unaweza kuvaa kawaida tu, lakini kavaa koti it's okay, hata hivyo leo ni Jumapili. So nika consider pia ambacho amekishauri, na mimi nikawa nimedress the way amesuggest, ndo nikawa nimetoka. Mazungumzo yote hayo yalionyesha ni mtu yupo kawaida kabisa, sababu ni kawaida yake. Hata majirani walidhibitisha wakati anapishana nao kuelekea bafuni, alisalimiana nao akacheka kabisa. So vyote hivyo vilidhihirisha kwamba ni hali yake ya kawaida ya kila siku. Hamna namna yote ambayo ingeweza kututia shaka tukaweza kunotice kwamba labda hayuko sawa. Okay, marehemu alikuwa ni mwanafunzi wa kidato cha 3 wa mwaka wa 3 katika chuo cha Tumaini Dar es Salaam akisomea sheria, lakini pia alikuwa ni mtumishi pale chuo cha Tumaini katika department ya